vitakatifu katika kuabudu. Vielelezo vitakatifu katika kuabudu. Andiko la ufunguzi ni Injili ya Yohana sura 4 mstari 24. Neno linasema, Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Na mtume Mungu anaanza kusema Mungu ni roho, na Biblia inasema wao waabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hata hivyo, kuna mambo kadhaa unayofanya katika mwili yanayokusaidia kuchochea roho yako. Okay? Kama Mungu ni roho, yes, na unapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini pia kuna vitu unavyofanya katika ulimwengu wa mwili ambavyo vinachochea roho yako, kama vile vina activate au vinaamsha roho yako katika uhalisi. Kwa mfano, unapodhamiria na kukusudia kupiga magoti katika maombi, husababisha roho yako kuchochewa kuomba mara moja. Wale wana maombi, naomba mnisikilize hapa mtumishi. Sikia hii. Mtume Mungu anasema unapodhamiria kwa mfano na kukusudia kupiga magoti katika maombi, husababisha roho yako kuchochewa na kuomba mara moja. Ndiyo maana alikwambia ufanye hivyo, kwa sababu mara moja unahamasishwa kutoka katika hali yako ya kiakili na kuingia katika hali ya kiroho ukiyatimiza maandiko. Yaani unataka kuswitch kutoka katika unasema ile hali ya mwili kwenda katika hali ya roho kwenye maombi. Jifunze kupiga magoti kwenye maombi. Zaburi ya 95 mstari wa 6 inasema, njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa hiyo kuna meaning, kuna umuhimu sana kwa kupiga magoti kwenye maombi. Daniel alipiga magoti katika maombi. Kusoma katika Daniel sura ya 6 mstari wa 10 inasema, basi Danieli alipojua kuwa andiko limetiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, akapiga magoti mara 3 kila siku, akaomba. Daniel 6:10. Kusoma hii sura hasta vizuri, utaona ni pale ambapo walikuwa wametengeneza ile sheria ili kumnasa yeye. Ingawa sheria imetangazwa kwa nchi nzima, lakini lengo lilikuwa ni kumtafuta mtu huyu mmoja kabisa. Sasa alipojua imeshatiwa sahihi, kama ilivyokuwa desturi yake, alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Kwa anafungua dirisha lake, anaelekea Yerusalemu, anapiga magoti, anaomba. Mungu anasema hata Bwana Yesu alipiga magoti ili kuomba. Soma katika Luka sura 22:41 inasema, naye akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Kwa mtumishi, maombi, kupiga magoti kwenye maombi ni jambo la kiroho kabisa, ni zuri, lenye baraka na ushindi, lenye kufanya roho yako iwe activated, iamke kabisa na kuchochewa kwa ajili ya kazi njema ya ushindi. Amina. Kingine mtume Mungu anasema jambo hilo hilo hutokea unapoinua mikono yako katika maombi, kuheshimu, kusifu au kumwabudu Bwana. Kuna jambo moja kupiga magoti, kwa jambo la pili kunyoosha mikono yako juu mtumishi. Kwa kuinua mikono yako juu katika maombi, ukimheshimu Bwana, ukimsifu na kumwabudu, ni jambo la muhimu sana. Matendo haya ya kimwili hukutoa katika hali ya mwilini na kukuingiza katika hali ya kiroho. Ni vielelezo vitakatifu vya adhama, sifa na ibada. Biblia inasema, nataka watu wote wasali kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira na mashaka. Timotheo wa kwanza hiyo sura ya 2 mstari wa 8. Paulo anasema nataka watu wote wanakwenda kwenye maombi wainue mikono yao juu iliyotakata, wasiwe na hasira wala mashaka ndani ya mioyo yao. So unapoona tupo kanisani, nyumbani mwa Bwana, popote pale tuinue mikono tunaomba. Mazikla praka lava rabazira. Hiyo ni kitendo cha kipekee sana cha ushindi, cha utukufu mtumishi. Mfalme Sulemani alinua mikono yake alipoweka wakfu hekalu. Kusoma katika katika Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 54 ndio nasema, ikawa Sulemani alipokwisha kusali sala hiyo yote, akainuka kutoka mbele ya madhabahu ya Bwana katika kupiga magoti na kuikunjua mikono yake mbinguni.
Nenda kaisome hii mtumishi, Wafalme wa Kwanza sura 8, soma mstari wa 54 shuka chini. Ona ile sala ambayo Sulemani alifanya. Kuna nyingine niliona, ilikuwa ni mtandaoni lakini ni mtumishi alikuwa anaonesha umuhimu wa kupiga magoti pia wakati wa maombi. Akasema ukipiga magoti wakati unaomba, Mungu anasimama kukusikiliza. Kwa hiyo ndio tofauti. Ukiwa unaomba umesimama labda au umekaa, Mungu anakuwa pia kwenye hali yake tu ya kukaa. Lakini ukipiga magoti I'm not sure about that, but I understand what he was trying to communicate, lakini not quite so. Kwa sababu kwenye maandiko yanaonyesha pale ambapo Bwana alisimama ni the time ambapo Stephen, yes, anapiga mawe. Mathayo ndo anasema nainua macho yangu nimeona mwana wa Adamu amesimama, like he's ready to receive his first martyr. Yani yule shahidi wake wa kwanza. About the other one I'm not sure, but I like the sentiment about it. Kwamba like yani ungesema kama vile you are counted serious. Yani unaonekana kama uko serious. Amen. Of course sio mazingira yote inawezekana mtu akapiga magoti. Inategemea na mazingira. Sometimes mazingira are not conducive. Mfano mtu anaomba kwenye daladala, inawezekana asipate nafasi ya kupiga magoti kwa sababu pamebana yani. So kuna situation ambayo inawezekana sio rahisi, lakini kila unapopata fursa fanya hivyo. Sawa. Yes, yani uko nyumbani, uko kanisani, kuna nafasi kufanya hivyo, fanya hivyo. Ni muhimu sana. Sasa najua wale waheshimiwa wa pamba kali, sasa napiga magoti nimevaa suti yangu nyeupe na nini. Bali kasala barabara. Nitakupa testimony moja kwanza nimalize. Mifano hii inatuonyesha umuhimu na hali ya kiroho iliyopo katika vitendo kadhaa vya heshima ingawa ni vya kimwili. Muhimu sana. Amesema mifano hii inatuonyesha umuhimu na hali ya kiroho, yani like the spirituality. Nyuma ya vile vitendo vya kimwili ambao vina maana, vina connection katika ulimwengu wa roho. Kamwe usichukue mikao hiyo ya kiroho kiwepesi. Husaidia kuhamasisha mtazamo wako katika hali yoyote ya mwilini ya kutokuwa makini na kuelekea katika uhalisi wa kiroho. Yani inasema these positions, inasema hiyo mikao inasaidia kukutoa katika ile dhana ya kawaida ya mwilini, yani kukuleta katika roho, yani kama vile like una switch quickly. Ni kama vile unabadilika, yani kutoka katika yani ile ya kawaida ni kama vile unaingia roho. Ndio najaribu kuwasilisha ile neno. Hukusaidia kuwasiliana na roho yako na ukachochewa na kuamshwa katika ushirika wa kina na Bwana. Kumbuka maneno ya mtunga Zaburi, Zaburi ya 141 mstari wa 2 nasema, sala yangu na iwe kama uvumba mbele zako, na kuinuliwa kwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Inasema sala yangu na iwe kama uvumba mbele zako. Walikuwa wanachoma uvumba kila siku asubuhi na jioni katika hekalu forever. Yani like Bwana aliwaambia hii ni kitendo unakifanya kila siku ya wiki, kila mwezi Januari mpaka Disemba. As long as hekalu liko pale, uvumba lazima uchomwe asubuhi na jioni. Sasa ile ilikuwa ni kivuli cha uhalisi huu tunaozungumza sasa hivi wa Agano Jipya, ambapo sala yangu na iwe kama uvumba, kama ambapo uvumba ulikuwa unapanda kwenda kule mbele za Bwana katika hekalu, ndivyo ambavyo maombi yako wewe na mimi leo hii yanatakiwa yapande mbele za Bwana kila siku. Anasema na kuinuliwa kwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Kila jioni kuna dhabihu walikuwa wanaitoa. Kuna kondoo anachinjwa pale kila jioni. Sasa leo hii mtumishi, unavuinua mikono yako mbele za Bwana ni kama vile mtu alikuwa anatoa dhabihu ya jioni. Sasa hebu fikiria ukijifunza kufanya hivyo, asubuhi unaomba umeinua mikono juu, mchana unaomba umeinua mikono, jioni yani imagine every time, maana kuna dhabihu inatoka kwako kwenda mbele za Bwana. Sababu hivi ni vitu vilikuwa vinafanyika nje, lakini vilikuwa vinaashiria kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho. Hivyo vya kutoa dhabihu. Sasa leo hii kama ambavyo walikuwa wanatoa dhabihu ile ya mnyama wanamchinja, ukiinua mikono yako mbele za Bwana
ni mtu aliyetoa dhabihu. Ndio maana kuna andiko linasema tunatoa wanandama wa vinywa vyetu. Yaani sifa zetu tunavyomsifu Bwana ni kama mtu aliyetoa mwanandama kwenye Agano la Kale akaenda kachinjwa pale kwenye madhabahu. Zile sifa unazompa Bwana. Ndio maana nakwambia sio kila nyimbo ambazo ukatumia kumwabudu nao Bwana, because inabidi iwe imesheheni ubora na ushindi. Ukisoma katika Agano la Kale ulikuwa uende kuchukua mnyama yote tu unemtaka ukampeleka kwa Bwana. Lo. Yaani wala usingesubutu. Uweze kuchukua mnyama ambaye ni kipofu, sijui ana mguu mmoja, ni mlemavu, ana ugonjwa labda kwenye ngozi au something, ukamchukua you utaelewa. Nenda kasoma kitabu cha Malaki. Bwana aliwaambia nani kati yenu ambaye anataka kuchukua ng'ombe au mbuzi au kondoo wa namna hiyo, mwenye udhaifu katika mwili, mwenye ugonjwa, ni mlemavu, afa akamchukua akampeleka kwa governor akampeleka kwa mkuu wa mji, labda mkuu wa mkoa, akampa kama zawadi, akasema kama mwezi kumpa huja wa chini ambaye yuko hapo kwangu, ndo nafikiri utaleta kuchekesha, lakini haikuwa part ya hii testimony. Lakini sasa kwa sababu tumeongea hapo, kuna kuna wale watu ambao wanakuwa na anataka kutoa dhabihu mbele za Bwana, something labda nguo, kiatu, something chochote ambacho hainachana na fedha kama fedha, lakini mali fulani anampa Bwana. Ile mali kuukulu anampa Bwana. Yaani ile nguo ile choka na nini anaikuja vizuri, anaenda pale madhabahuni kama dhabihu. Sawa? Saa ile katika au something, gari ambayo inamsumbua kuanzia, yani ungesema mwanzo wa mwezi kama mwezi anashinda garage. Hiyo ndio naona okay, hii inafaa sasa kumpa Bwana kama sadaka. Ndio ukitaka kuvuna lazima broken cars, yani magari yaliyoharibika zaidi, yaliyoharibika ya shida. Ukitaka kuvuna ungesema dhabihu iliyotoboka, yani baraka iliyo don't dare, yani usifanye kitu kabisa. Sawa? Ukitaka kumpa Bwana kitu, mpe kilicho best, bora. Nisikize vizuri mtumishi. Unaenda kutoa fedha kanisani, fedha za kawaida. Unachukua ile 1,000 iliyochoka, 10,000 yani umesakura, umeikunja ndo. Aya. Lazima alikuwa somo langu la leo, lakini yani hivi, nisikilize, unamwabudu Bwana mwenye utukufu, bora, ushindi, ukuu ambao hawezi kueleza. Kwa hiyo chochote ambacho unampa kirepresent namna hiyo, kiwasilishe thamani ulionayo kuhusiana na yeye. Haya. Andika hii mstari mtumishi. Hebu tuende Warumi sura 12 mstari wa kwanza. Warumi sura 12 mstari wa kwanza. Neno linasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amina. Mwili wako unaweza kuutoa kuwa dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza yenye maana. Very important. Ndio maana tumetoa mfano hapo, tunasema unamwabudu Bwana, umeinua mikono yako juu, umepiga magoti. It's a powerful tool, yani ni nyenzo nzuri sana yenye nguvu ambayo inaweza kumpa Bwana sifa na utukufu. Andiko la pili ni Luka sura 24 mstari wa 50. Kuna wale wapendwa wanajua anasema mwili hauna chochote bwana, mwili sio chochote. Sisi ni roho tu. Tumishi. Allah kasaka la baya. Nenda kasome hiyo Warumi tena sura 12 mstari wa kwanza. Kasome vizuri kwa kutulia. Tutaona. Andiko la pili ni Luka 24 mstari wa 50. Nasema akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Padhi kabala bazidi balaba. Bwana ameongoza mitume mpaka eneo linaloitwa Bethania. Akainua mikono yake akawabariki. So he lift up his hands and blessed them. Malarabu sokoluba. Kuna baraka kubwa sana nilikwambia kwenye kuinua mikono. Amazing one. Kuna siku tumezungumza hapa kidogo kuhusiana kwamba kuna kitu kinaitwa extremities,
yani ile miisho ya extremity wa Kiswahili ni yani kama vile ncha ya vitu, okay? Na nikakwambia kwamba roho ya mwanadamu ikitaka kutoka inapitia kwenye extremities, moja hapo ikiwa ni kwenye fingertips, yani kwenye ncha za vidole. Very important. Na pia a blessing goes that, no maana unainua mikono kama hivi unabariki, so the power of God go through, inapita kutoka ndani ya roho yako inakwenda kule nje kupitia mikono yako unavyoinua na kunyoosha. Muhimu mno. Maandiko yanaonyesha namna ambavyo kuna wakati wana Israeli walikuwa kwenye vita. Amen. Alafu Musa akaenda kwenye mlima, wakati Joshua yuko kwenye bonde kule anapigana na Amalek. Yeye akaenda mlimani akainua mikono yake akiwa anaomba. Wakati ameinua mikono ikiwa juu, Israeli wanashinda. Akishusha wanapigwa. It's a principle in the spirit. Ameinua mikono yake juu, bato yani Joshua anapambana anang'ana. Akishusha adui anamgeukia anamchapa. Haruna na wenzake walipogundua wakakimbia, wakaenda pale wakamsaidia Musa kufanya kuinua mikono juu. Akafanya hivyo mpaka jua linachoya mtumishi, nguvu ya Mungu ikadhihirika katika namna tofauti sana katika eneo. Andiko la mwisho ni Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8, neno linasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Unasikia hiyo mtumishi? Yes, nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Very important. Fanya live pamoja na mimi asubuhi leo. Sema, mpendwa Baba, asante kwa kunifundisha kuabudu katika roho na kweli. Ninautoa mwili wangu kama chombo cha haki, nikiupatanisha na roho yangu katika ibada, maombi na heshima. Ninapoinua mikono yangu na kupiga magoti yangu, roho yangu inasimka na kuamshwa ili kuwa na ushirika wa kina nawe, katika jina la Yesu. Amina. Njema sana hii mtumishi. Kwa hiyo hakikisha kwenye maombi yako unapiga magoti mtumishi. Hiyo kitu usahau kabisa. Unainua mikono yako kwa mara kwenda juu wakati unaomba, mara nyingi kadri inavyowezekana. Wewe ambaye unasikiza asubuhi ya leo, ambao hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ningependa kukupa fursa hii ya baraka na ushindi uweze kumwamini Kristo kwa moyo wako na umkiri kwa kinywa chako. Fanya sala hii wokovu asubuhi ya leo na utembee katika ushindi na ubora tofauti sana. Sema, Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Ukifanya sala hii, elewa kwamba wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na maombi haya ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamwamini Kristo kwa mioyo yao na wamemkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ushindi, wanatembea katika ubora, wanatembea katika utukufu. Yule adui hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Asante Bwana, nabariki kwa neno lako, nabariki kwa roho wako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Wewe ambaye asubuhi leo umezaliwa mara pili, umpokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hebu wasiliana nasi katika namba zetu 0736000999. Tutapenda kusikia kutoka kwako mtumishi. Tutapenda kutumia nakala ya Rhapsody Hakika ikubariki sana pale ulipo, ikupe ushindi na ubora, ikuelekeze katika kweli neno la Mungu. Hallelujah. By the way, wale ambao mnasikiliza, karibu sana. Kama utapenda kujoin kwenye group yetu ya prayer ya maombi. Wiki hii tuna prayer kila siku jioni saa 1 mpaka saa 12 mpaka saa 1 na saa 3 mpaka saa 4. Kuna group ya WhatsApp inaitwa Amka na Rhapsody. Ukitutumia message tutakutumia link uweze kujoin hapo kushiriki, na tutakuwa na wakati mzuri sana wa baraka na ushindi pamoja.
Pia ile program yetu kama ambavyo nimekuambia inaanza siku ya Ijumaa saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa live kwenye mitandao mbalimbali, especially kwenye YouTube kwa wale ambao ni rahisi kwenda kwenye YouTube, lakini platform ungesema rasmi ya au jukwaa rasmi la program hii inaitwa healingstreams.tv, na tutatuma hiyo link pia kwenye message kawaida kwa wale wote ambao wanatusikiliza uweze kushiriki, lakini pia kwenye zile ambao kwenye WhatsApp tutaona zile link itakuwa posted pale. Itakubariki sana kipekee. Nilikuwa nakwambia kuna testimony nataka nikwambie kuhusiana na kuinua mikono mtumishi. Amen, na kupiga magoti. Sasa inawezekana labda najaribu niifupishe sababu nina message hapa nataka nisisome. Kwa wale ambao kuna Biblia inaitwa sasa zile nasema Biblia ile ya Roma, ina vitabu zaidi ya 66. Kuna kitabu kinaitwa Tobit. Kama ambao wanaweza kuisoma, actually ni revised, I'll check the name but I think it's a revised nitatuma link ya ile Bible kama in case mtu anataka kwenda kupitia kuona. Kwa nini nimesema reference ya hiyo Biblia ni kwamba kuna story ya Tobit na baba yake. Na kuna muujiza ambao walitendewa, kuna changamoto ambao baba yake alikuwa nayo, na alikuwa ni mcha Mungu. Of course alikuwa anafanya kazi how do we call it, alikuwa anahudumia ungesema hawa nani hawa embalmment, yani ambao kama vile wanafanya kazi kama kwenye morgues, kama kwenye mortuary, like kuandaa mwili wa mtu na nini. Sasa alipata changamoto, macho yake, alikuwa amelala kwenye nyumbani kwake, alafu ndege akapupu, alafu ile pupu ya ndege ikamwangukia machoni, ikaua kama vile lens yake kuweza kuona. Unajua ndege wanakula vyakula mbalimbali, kuna baadhi ya ndege ile pupu yao ni kali sana kama acid. Yes. Sasa akawa amepoteza uwezo wa kuona kwa muda, na alikuwa ni mcha Mungu, na it's a long story. Kwa akawa anaomba for several years Bwana amfanyie muujiza. So siku ambapo muujiza umetokea sasa, na ilikuwa katika namna tofauti sana, yeye na mtoto wake wali fall prostrate, yani ile walipiga magoti chini wakalala kama kifudifudi for the whole day, wanamsifu Mungu na kumuomba. Sio kama tu anaelewa kifudifudi, yani ile ambapo uso wako huko kwenye ardhi, uso. Leo tumesema vielelezo vitakatifu katika kuabudu. Sawa? Kwa hiyo tumezungumza kuna kuinua mikono juu na kuna kupiga magoti. Sasa kuna hii nyingine, hii nimekwambia, hii ya kulala flat kifudifudi. Basi barabara siku nzima mtumishi. Hiyo ni aina ya prayer, yani sio nsemeje mtumishi. Yani unasema nitumie ile neno, mtu akisema naingia kwenye aina hii ya prayer, nimelala chini niko, yani naacha kitanda changu nashuka na lala chini. Kulala chini haimaanishi unalala kiwasema chali. Kwenye prayer maana yake ni umelala flat, your face, yani uso wako kwenye ardhi. Balaraka soko polo barabazira. Felista anasema, samahani naomba unitumie maandiko leo. Felista nakutumia mtumishi. Naomi anasema, asante na mchungaji kwa mafundisho, naona kupona sana kiroho, barikiwe sana. Thank you madam. Brother Given Mushi anasema kuinua mikono juu kuna maana kubwa sana, haswa mikono iliyotakaswa. Mikono ni antena ya kuinua imani yetu mbinguni kwa Baba. Mesikia hiyo mtumishi? Mikono ni antena. Mtumishi anasema, mtumishi leo umenishibisha sana katika yote. Mungu akutie nguvu katika huduma hii, maana tunapona wengi. Sijaandika masomo ya leo, naomba unitumie. Madamana. Asante. Anasema na hiyo ya vitunguu inanitia moyo sana. Mungu anisaidie kupiga magoti na kuomba. Thank you Madam Anna. Mchungaji Esther anasema, shalom mtumishi, nashukuru napokea afya ya kiungu. Naomba mara 3 pia. Thank you madam. Huyu ni Pastor Esther. Okay. Wow. Nguvu ya Bwana iko juu yako madam. Umenunuliwa,
tukuzwa kipekee katika jina la Yesu Kristo. Pali kasala barabaye. Tumia anasema nimebarikiwa sana na fundisho la kupiga magoti na kuinua mikono. Tulikuwa naona ni jambo la kawaida tu, kumbe kuna umuhimu mkubwa sana. Asante, ubarikiwe, utunzwe na Bwana. Madam Salome, Mrs. Salome. Thank you ma. Dada Happy anasema mtumishi wa Bwana, anasema mtumishi Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema sasa kwenye redio tunapataje maombi? Je, yatarushwa kwenye redio ipi? Ile stream. Okay. Madam Happy, okay. Naweza nikasema nadhani kwa hapa wapo tutaweza kuwa siku ya Jumapili pekee. Jumamosi na Ijumaa sina uhakika, lakini Jumapili ndo I think mpaka sasa hivi tuna 95% ya kuwepo hewani kwenye ibada ya mito ya uponyaji kuanzia saa 2 usiku. But I'll still confirm. Mpaka kesho nitakuwa nimefanya confirmation ya mwisho. Kwa hiyo nitatangaza kesho, Madam Happy. Message ya mwisho nasema naitwa Bernard toka Mapinga. Ombi langu, Mungu akutunze mtumishi. Thank you. Asante sana mtumishi. Wow, what a prayer. Thank you Bernard. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kushiriki na sisi asubuhi ya leo. Unaweza kuchangia kipindi hiki kiendelee kuwepo hewani kupitia lipa namba yetu ya 50165653. Na siku yako iwe njema ya ushindi na ubora. Kwa wale ambao kwenye WhatsApp tuna maombi leo saa 12 mpaka saa 1. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amina.